Ladies, naomba niwashauri. Unapodate na mtu, usiangalie pesa jamani. Zinatafutwa. Sawa Usiangalie weusi, sijui uzuri, achana hivyo vitu. Mimi sasa hivi nikidate na mtu naangalia tu jina lake, anaitwa nani? Yaani nimeachana na vitu vingine. Kama hutaki kuhatibrekiwa, date na mtu ambaye jina lake ni la ukoo. Date na mtu kama Mkude, anakuhatibrekia vipi? Date na mtu anaitwa Ngonyani. Yaani jina ni ngumu kiasi kwamba ni ngumu kuhatibeki. Au date na Mlilo. Sawa pande. Hao watu ni ngumu kumsikia mtu analia eti amehatibrekiwa na Mlilo. Mimi bwana nilijichanganya nikadate na Emmanuel. Mwanzoni nilikuwa na amani. Si unajua Emmanuel? Nasema huyu Yesu huyu. Emmanuel alinihatibrekia mpaka nikajiuliza huyu ni Mungu pamoja nasi kweli. Nikasema labda kwa sababu Emmanuel ni kijana, ngoja ni date na baba yake Yusufu. Unajua wazee, nikasema date na Yusufu. Subiri kwanza. Weka hapa kaa kwanza, maana uko kazi kwangu. Tunaendelea. Nikadate na Yusufu bwana. Yusufu anakuwa na mahaba, mshawajaribu. Yaani mwanzoni kwani Yusufu alinipenda, ananihudumia, nikatamani nimzalie. Ni kweli nilimbelea mimba, nijapokuwa sasa hivi sina. Jamani, nilipomshirikisha Yusufu kwamba nina mimba yako, Yusufu alikataa mimba, nikanajiuliza, mbona kwenye Biblia hakushiriki lakini alikubali? Nani Yusufu alishiriki na mimba amekataa? Lakini pia boys, na nyinyi ni washauri. Unapodate na mtu usiangalie jina la kwenye Biblia, sawa Kuna mshikaji wangu mmoja ukadate na Sara. Sara, unajua Sara unamjua kwenye Biblia vizuri. Sara anapenda hela yule. Sara anachiti. Kuna siku kaja kunisimulia alipigwa tukio na Sara. Nikamwambia hapa hadi Ibrahimu mbinguni anakusikitikia.